Bana naam, basi karibu tena katika movie yetu ya siku ya leo. Hii hapa ni episode ya 15 ya Merlin. Kama bado hujasubscribe, basi subscribe ili tuende sambamba. Movie yetu inaanza katika ufalme wa mtu mmoja anaitwa Odin. Odin alimtafuta muuaji mmoja ambaye ni mashuhuri sana katika jamii fulani. Mtu huyu alikuwa anaitwa Myron. Myron alikabidhiwa kazi moja tu, kwenda kumuua Arthur Pendragon. Lengo lake lilikuwa ni moja tu, kwenda kulipiza kisasi cha mtoto wake aliyeuawa na Arthur. Sasa baada ya kukabidhiwa kazi hii, mtu huyu aliweza kuonyesha basi umahiri wake mbele ya kwa kimfalme huyu anaitwa Odin. Alimuonyesha namna ambavyo ana uwezo wa kupigana, na kisha akakabidhiwa pesa zake, na hapo akaambiwa kwamba muue mtu anaitwa Arthur. Ndani ya ufalme wa Camelot kulikuwa kuna mashindano yaliokuwa basi yanazidi basi kuandaliwa. Katika eneo hili hapa alikuwa mtoto wa mfalme ambaye ni Arthur, lakini pia kulikuwa kuna maaskari wengine katika nchi ya Camelot. Merlin alikuwa katika lile eneo pale, lakini pia Arthur alikuwa akipigana nao mmoja baada ya mwingine. Sasa kuna moja kati ya kitu ambacho Arthur alikuwa anakichukia sana, kwa sababu yeye hapo ni mtoto wa mfalme na ni prince. Kwa hiyo wapiganaji wengine walikuwa kama vile wanamuogopa, kwa hiyo walikuwa wanahitaji kabisa kuweza kumfanyia ujinga wa aina yoyote. Sasa akaanza kuuliza, kwa nini mnafanya hivyo? Kwa nini mnaweza basi kufanya vitu vya ajabu ajabu? Kwa sababu mambo yote yalikuwa basi yameweza kuandaliwa ili kwa ajili ya mapigano yanayokuja basi katika siku zijazo. Sasa mmoja wao akajibu na kusema kwamba kwa sababu wewe hapo ni mtoto wa mfalme, lakini pia wewe ni prince, hatuwezi kupigana na wewe kama tunavyopigana na watu wengine. Na kisha Arthur, kile kitendo kilimkera sana, akawapa taarifa pale wenzake wote kwamba usifanye vitendo vya namna ile tena, kwa sababu yeye mwenyewe binafsi alikuwa anajisikia vibaya sana. Sasa akarudi huko ndani katika jengo lake pamoja na Merlin, akaanza kumuuliza Merlin, inakuwaje watu wanafanya vitendo kama hivi? Yaani kwa sababu yeye hapa ni mtoto wa mfalme, kwa hiyo hata wao wenyewe binafsi wanashindwa kuonyesha uwezo wao. Kwa hiyo inamaanisha kwamba wananiogopa mimi hapa kwa sababu ya title niliyokuwa nayo. Sasa akaja na wazo moja kwamba angalau basi aufanye jambo kwa ajili ya kuondoka ndani ya Camelot. Atangaza kwamba ameondoka Camelot, lakini asiondoke, apigane kwa kivuli ambacho yeye mwenyewe binafsi kitakuwa basi kinawafanya watu wengi wasiweze kutambua kwamba ni yeye. Basi akamfuata mfalme na kisha akampa taarifa kwamba kuna mnyama aliyoko huko porini. Kwa hiyo anatamani sana kwenda huko porini kwenda kupambana naye. Lengo lake ni moja tu, kuilinda Camelot. Sasa kwa kuwa mfalme alikuwa anatamani sana mji wake uweze basi kulindwa, alimruhusu mwanae aende katika hilo pori huko Camelot. Sasa alipoingia kwa porini, akamwambia kwamba naomba uweze kuniacha hapa, na baada ya muda uweze kurudi hapa na nguo zangu nyingine. Merlin sasa akarudi na nguo nyingine, ambazo hizo nguo zilikuwa basi ni nguo za kwake Arthur. Arthur akabadilisha zile nguo na kisha akavaa nguo ambalo watu wengi walikuwa hawawezi kumtambua. Asa katika mji wa Camelot, taarifa basi zilikuwa zimeletwa pale vile mtu mmoja, ambaye mtu huyu alimueleza mfalme kwamba Myron ametumwa ndani ya Camelot na mtu anaitwa Odin, ambaye Odin ni mmoja kati ya mfalme wa nchi nyingine. Kwa hiyo inatambulika kwamba lazima Myron alivyotumwa ametumwa kuja kumuua mwanao. Sasa pale alikabidhiwa kitita chake na kisha umbea ule mfalme alikuwa tayari ameshaweza kuupata. Sasa kwa porini basi na askari wengine walikuwa katika lile eneo. Sasa walipokuwa basi wanapita pale hivi, Myron akawa anashangaa, mbona kuna farasi moja ambayo basi haina mtu? Akajiuliza kwamba inawezekana kwamba mtoto wa mfalme hayupo katika ile kundi. Sasa Arthur kumbe bana alikuja katika chumba cha kwake Guinevere, na akasema kwamba kuanzia hivi leo nitakuwa naishi hapa. Guinevere alikuwepo, hawezi kubisha katika hili jambo, na akaambiwa kwamba aanze kuandaa vitu kwa ajili ya mtoto wa mfalme Arthur. Baada ya muda basi kuweza kuridhika kwamba atajificha katika lile eneo, basi alitambua kwamba paswa kuweza kupata mtu ambaye basi atachukua nafasi yake, na huyo mtu atamtumia katika mapambano haya. Akampata mtu mmoja ambaye mtu huyu walimpa jina kwamba anaitwa Sir William, ambaye kwa hivi sasa mtu huyu alikuwa ni mmoja kati ya mfanyakazi wa huko mashambani. Merlin kwa kuwa basi alikuwa anampenda sana mtu huyu, basi alijaribu kuweza kumtengeneza na kuhakikisha kwamba atakuwa na mavazi ya tofauti. Sasa baada ya hapo Arthur akamfundisha namna ambavyo basi anapaswa kuweza kujitengeneza hata anapokuwa mbele za watu. Ugaidi wake unapaswa basi uweze kuonekana kwamba yapo ni mmoja kati ya mtu ambaye anaweza kufanya mashambulizi. Akaanza kuongea na kujaribiwa mara kwa mara. Arthur akasema yes, hivyo ndio unapaswa basi kuweza kuongea. Baada ya muda Merlin basi arudi nyumbani huko kwa ajili basi kuweza kupumzika. Kisha Gazi akampatia kazi kwa anapaswa kusafisha tanki lake. Sasa Arthur usiku ulipofika huko katika chumba cha kwake Guinevere, basi alijiandaa kwa ajili ya kulala. Basi baada ya Arthur kulala katika kitanda cha kwake Guinevere, alikuwa kama vile hajaridhika, lakini ndio hivyo kama vile amevamiwa katika nyumba yake. Basi kwa heshima ya mtoto wa mfalme, yeye basi aliamua kulala chini, na huko basi tunaonyeshwa kwamba yeye mwenyewe binafsi hakuridhika na kile kitendo. Nyakati hizo za usiku wa manane, mtu mmoja ambaye anaitwa Myron alikuwa anaingia katikati ya jengo la kifalme, na nyakati hizo za kipindi ambacho basi alivyokuwa anaingia, alikuwa anawakwepa maaskari katika kona mbalimbali, na kisha askari mmoja alikuwa basi amemwambia kwamba simama hapo, wewe nani? Myron kumsogelea tu mtu huyu alimuua pale. Myron alikuwa ana 2 kwenye 1.
Basi kuna askari mmoja ambaye askari huyu alikuwa anasambaza umbea. Kwa kipindi kwamba anachukua taarifa kutoka katika jeshi la Camelot na anampa taarifa Myron. Na Myron baada basi ya kuweza kupewa taarifa kwamba Arthur ameondoka ndani ya Camelot na yupo katikati ya jeshi la Camelot kwa hivi sasa. Kwa hiyo aliamini kwamba inawezekana kwamba kweli Arthur yupo, lakini akawa anajiuliza kwamba kwani kuna farasi mmoja alimuona kule porini kwamba alikuwepo, ana mtu yoyote wa kumuendesha. Lakini je, Merlin mpaka kwa hivi sasa anafanya kazi na nani, kwa sababu yupo ndani ya Camelot? Basi siku ya mashindano ikawa imefika. Mfalme alifika pale tena akiwa na furaha sana, na kisha akawaona watu wote katika lile eneo ambalo basi walivyokuwa basi wanajaribu kuweza kujitambulisha. Sasa William alikuwa kama vile hajawahi kuendesha hata farasi. Farasi alikuwa anamzingua mara kwa mara, lakini huku hivi Guinevere naye alikuwa anacheka tu kwa sababu anashangaa mtu huyu hakuwa na uwezo wa kuendesha yule farasi. Basi akarudi katika tent la kwake Arthur. Kisha basi akamkabidhi Arthur kofia yake ya kwenda kupigana, na kisha Sir William akabaki katika kile chumba. Arthur katika uwanja wa vita bana. Vita ilianza mzee, mashindano yakaanza pale pale. Maskini ya Mungu alikuwa anapigana naye akujua kwamba mtu huyu ni mtu ambaye ana mazoezi ya kutisha. Uwezi amini. Arthur kile ambacho alikifanya mbele za watu wote hao ni cha kushangaza. Alimpiga huyo adui yake katika hichi kipindi basi cha mashindano. Adui akaenda chini. Watu wote wakawa na furahi tu. Asa mashindano hayo basi alikuwa anazidi kuendelea kila dakika. Lakini Arthur alizidi kuonyesha kwamba yuko ngangari bila hata ya mfalme kutambua kwamba mtoto wake yupo katika haya mashindano. Uwezi amini kila pambano alikuwa anapambana lilikuwa lazidi basi kuwafurahisha watu wengi. Sasa kila alipokuwa basi anapambana na kumaliza, alikuwa anarudi katika tenti lake na kisha anamwambia Sir William aende kuwapungia watu wake kwa sababu watu wanajua kwamba yeye ndo amepigana. Basi bwana, yeye akatoka pale nje. Lakini uwezi amini, huku ndani yeye pamoja na Merlin akamwambia basi Merlin, naomba basi uende kuandaa vitu vyangu kwa ajili ya siku ya kesho. Uandae farasi, uandae hata hizo nguo. Niwe vizuri ili basi niweze kupambana vyema. Merlin akawa amejipanga. Sasa yule askari alikuwa anasambaza umbea alimletea taarifa mtu huyu tena kwa mara nyingine. Wakasema kwamba haiwezekani mfalme amuandae servant ambaye basi atamtumikia mtoto wake, alafu huyu servant awe katika ile eneo la Camelot, yani Merlin. Inawezekana kwamba kuna kitu ambacho si sawa. Basi tunapaswa kuweza kumchunguza. Sasa wakapanga kuweza kumchunguza Merlin. Kwa nini Merlin yupo katika ile eneo la Camelot, na kwa hivi sasa itakuwa anafanya kazi na nani? Kwa nini afanya kazi kwa mtu mwingine? Basi Merlin basi akarudi zake kwa Gaz, na Gaz akawa analalamika kwamba kwa sababu gani Merlin mpaka hivi sasa hajasafisha lile tank alilokuwa basi anapaswa kuweza kulisafisha. Merlin kwa kuwa basi alikuwa amechoka sana. Basi akawa basi anajitahidi angalau basi afanye kupitia hata uchawi wake. Sasa usiku ulipofika huko kwake Guinevere alikuwa basi anaongea na Arthur, na Arthur alifurahi sana kwa namna ambavyo Guinevere aliweza basi kumkaribisha. Lakini ukae ukijua kwamba siku zinaenda. Basi katika nyakati hizo asubuhi na mapema kabisa, Merlin alikuwa amelala katika lile bafu ambalo alikuwa anasafisha. Kwa kifupi kwamba usiku mzima alala hapo chini. Kazi akaanza basi kumwambia kwamba kwani hujasafisha tanki langu? Merlin naye akaanza kulalamika, hivi unanipelekesha kama nani? Maneno kibao, yani akaongea kama vile alikuwa mpana na hasira. Mpaka Kazi ikabidi basi akae kimya. Mashindano basi yakawa yanazidi kuendelea, na mapambano haya basi yalikuwa yanamfanya hata mwenyewe mfalme awe mmoja kati ya mtu ambaye anapendezwa sana. Sasa nyakati ambazo basi mapambano basi yalivyokuwa yanazidi kuendelea, siri basi na zenyewe pia zilikuwa zinazidi kuvuja kwamba Arthur inawezekana kwamba yupo katika eneo lingine. Gazi naye akawa anamfuatafuata sana Guinevere. Akawa anamuuliza kwamba vipi hujafurahishwa sana na huyu mtu anaitwa Sir William, namna ambayo basi anavyozidi kupambana. Sasa huku bana Sir William akawa basi anapewa congratulations na Merlin kwamba anazidi kushinda kila dakika. Kwa bana ni Arthur alikuwa basi anazidi kuwashinda au opponent wenzake. Sasa hapa Merlin akawa basi na kazi nzito kulinda hii siri. Sasa yule mtu anaitwa Myron akamfuata tena Merlin na kwanza kumuuliza kwamba vipi, kwani sasa hivi unafanya kazi na mtu huyu ambaye anaitwa Sir William? Imekuwa kwaje mbona unafanya kazi tena na Arthur? Sasa Merlin akasema kwamba bado nafanya naye kazi, lakini ameondoka, yani akawa anajikanyaga sana. Na kisha huyu Myron akawa amegundua kitu kwamba inawezekana kwamba Arthur kuna mahali amejificha. Usiku ulipofika, Arthur akarudi katika ile nyumba ambayo basi ni nyumba ya kwake Guinevere. Guinevere basi kipindi ambacho basi anafagia pale, Arthur akawa anashangaa. Mbona hamna kitanda katika ile eneo? Kisha akasema kwamba Guinevere, kitanda chako kiko wapi? Jana ulilala wapi? Guinevere akasema kwamba sina kitanda kingine, kitanda changu ndio hicho basi ulichokilalia wewe. Sasa Arthur akaambiwa na Guinevere kwamba hamna haja ya wewe hapo kuanza kujiuliza maswali mengi, kwani wewe hapo ni mtoto.
Sasa baada ya hapo Arthur akaanza kusema kwamba hapana, sivyo kama unavyofikiria. Natamani sana basi ungeweza kuniambia ukweli kwamba angalau basi kwamba hamna kitanda kingine ili mimi mwenyewe binafsi niweze basi kutafuta kitanda kingine. Sasa Guinevere akaanza kuongea kwa hasira. Kuna mambo mengi sana ambayo Guinevere alikuwa anayaficha ndani ya moyo wake. Alikuwa anamchukia sana Arthur kwa sababu ni mmoja kati ya mtu ambaye alikuwa kama vile anatumia jina lake la kuwa prince kuonea watu wengine. Sasa akaanza kumuona kama vile ni mtu ambaye si wa kawaida. Leo basi akapata nafasi, Arthur akamruhusu kwamba aweze kuongea mambo yote basi ambayo mwenyewe binafsi anatamani aweze kumwambia. Guinevere akaropoka mambo mengi sana kiasi cha kwamba hata mwenyewe Arthur akasema kwamba upo sahihi, naomba unisamee. Guinevere mwenyewe alishangaa. Inawezekanaje kwamba prince leo basi anaomba mimi hapa msamaha? Akamwambia basi naomba unisamee, lakini hata mimi mwenyewe binafsi sikufanya hayo yote basi ili wewe mwenyewe basi uweze kuumia. Akamwambia kwamba naomba basi katika siku ya leo nikupikie chakula cha jioni. Basi akamtoa Guinevere nje na kisha akabaki pale ndani. Guinevere basi kipindi ambacho anatembea huko nje akakutana na Merlin. Merlin akamuuliza Guinevere, Arthur yuko wapi? Akamwambia kwamba ananipikia dina. Merlin akasema Arthur anapika dina. Akafika kule akakutana pale na Arthur alikuwa anambinua kuku. Akamwambia kwamba vipi, Guinevere ameniambia kwamba unapika dina, unajua kupika? Arthur akamwambia hapana Merlin, naomba uweze kusaidia kitu kimoja. Nenda katika jiko la kifalme kanichukulie chakula huko, tena sahani 2 za chakula kizuri. Merlin bana alipokuwa amefika katika ile eneo huko hivi, kumbe ndani ya chumba kulikuwa kuna mtu ambaye basi alikuwa anafanya mambo ambayo si ya kawaida. Na huyu alikuwa ni Myron. Myron kipindi ambacho Merlin ameingia pale ndani alijificha na kisha akawa anasubiria kwamba akipiga hatua nyingine anampiga kisu na kumuua hapo hapo. Sasa Myron baada ya kuweza kuona kwamba Merlin ametoka, alichokifanya yeye basi aliamua kwenda kumfuatilia. Merlin basi alifika katika jengo la kwa Guinevere na kisha akaandaa vile vyakula pale mezani, na hapo hapo Arthur akawa anamsubiria Guinevere aweze kufika. Kipindi ambacho Arthur alipokuwa anakula, Myron alimuona Arthur katika chumba cha kwa Guinevere. Akaandaa mishale yake bwana. Huyu mtu ana silaha za kutisha na kisha akataka kumuua pale pale ndani. Myron kipindi ambacho basi anataka kuweza kufetua mshale wake, ambao basi mshale ule ulikuwa ni wa hatari sana. Hapo hapo kuna askari basi walikuwa wameweza kumuona. Myron akaanza kukimbizwa huku na kule kwa sababu alikuwa afahamiki ni nani na anafanya nini katika ile eneo. Askari mbalimbali wanaweza basi kumsaka katika kila kona. Alijining'iniza na jaribio lake la kwanza kabisa lilikuwa limeshindwa. Mafanikio yalikuwa ni 1% sasa. Basi akawa amejiandaa kwa ajili ya jaribio lingine. Hasa katika nyumba ya kwa Kigazi pamoja na Merlin. Merlin katika siku ya leo ile kuku ambayo basi ilikuwa ni ya kwake Guinevere, akaja kuipika huku hivi na kisha akawa basi ameandaa kwa ajili ya kuweza kumpa msamaha Gazi kwa wale maneno ambayo basi alikuweza kuongea katika nyakati za asubuhi. Gazi akamwambia kwamba samahani ni kwako wewe, kwa sababu mimi hapa mwenyewe binafsi sikuweza basi kuangalia kwamba wewe mwenyewe binafsi ni mmoja kati ya mtu ambaye unapambana sana kwa ajili ya Camelot, unapambana sana kwa ajili ya Arthur, mabega yako yamebeba vitu vizito sana. Basi Gazi akawa ni muelewa. Basi wakala zao ile kuku na mara ghafla pale basi kuna askari mmoja alifika pale na kisha akamwambia Gazi kwamba anaitwa na mfalme anataka kuweza kumuona muda huu. Hakuwa na muda wa kupoteza. Walifika katika eneo moja ambalo katika eneo hili walikuta kwamba kuna mtu alikuwa amekufa na kisha mfalme ndo anaropoka kwamba kuna mtu ambaye ametumwa na mtu anahitaji basi kumuua Arthur, na hii inaaminika kwamba Arthur kwa hivi sasa yupo katika kipindi kibaya sana. Sasa je, huyo mtu yuko wapi? Na huyo mtu aliyekufa hapa hivi ambaye ni askari wa Camelot ameuawa lini? Hawajajua bado. Kipindi ambacho Arthur alipokuwa basi anajivinjari huko hivi na Guinevere wanaongea wakiwa na tabasamu la kutosha. Sasa nyakati hizo kipindi ambacho basi alikuwa basi anaongea, Guinevere alifurahi sana. Sasa akagundua kwamba zile sahani zilikuwa ni sahani za kifalme na sahani zile zilikuwa basi zina nembo. Na ile nembo basi Guinevere akaambia kwamba Arthur, inawezekanaje kwamba umekuwa muongo kiasi hichi? Yaani umechukua chakula cha kifalme mmoja basi kuniletea mimi hapa niweze kula. Arthur anajitetea, lakini Guinevere ndio hivyo tayari ameshachukia kwa sababu hakutegemea kwamba Arthur anaweza kufanya kitendo cha namna hiyo. Lakini kipindi ambacho Arthur alivyokuwa basi anazungumza na Guinevere, hapo aliingia Merlin. Akampa taarifa kwamba kuna mtu ametumwa kwa ajili ya basi auje kukuua wewe ndani ya Camelot, na huyo sio mtu wa kawaida, anaitwa Myron. Myron ametumwa na Odin aliyekuwa basi ameweza kufanya kitendo ambacho si cha kawaida katika siku za nyuma. Arthur ndo anamwambia pale mwanamke huyu anaitwa Guinevere. Kosa la yeye kuweza basi kumuua mtoto kwa Odin lilikuwa basi ni kosa la kishamba sana. Mtoto wa Odin alikuwa basi anajaribu kuweza kupigana na Arthur. Akawa anang'ang'ana sana, lakini Arthur anasema kwamba alipokuwa anamtazama machoni mtu yule alikuwa anaogopa, hakuwa jasiri hata kidogo. Guinevere anamwambia kwamba usijilaumu hata kidogo, unapaswa kwa hivi sasa tuanze kufocus tena mbele kwa mbele. Arthur akawa anajilaumu kwa nyakati za usiku akitamani kabisa kwamba siku hii iishe tu kwa sababu alikuwa ameshaanza basi kuboeka sana. Basi siku iliyofuata ndio ilikuwa basi pambano la mwisho kabisa.
akawa anamuaga Guinevere, anamwambia kwamba pambano hili ni pambano la mwisho, sijui kama nitarudi tena katika chumba chako na sijui kama itakuwaje. Basi Guinevere akampatia kitambaa ambacho kitambaa hichi kwa basi ni kitambaa kwa ajili ya bahati, yani kama vile good luck huko basi unapoenda. Sasa pambano basi kwa pambano la mwisho, kwa hiyo Guinevere alikuwa anajaribu kuweza kukaa karibu na kumpa comfortability ili basi mwamba huyu asiweze basi kujisikia vibaya katika pambano hili. Kipindi ambacho basi walivyokuwa wanaagana, Arthur alimwangalia Guinevere wewe, na kisha akaona hapana, hii pisi mbona imenyoka hivi, akampiga kisi. Bana naam. Ujue Arthur katika mawazo yake yote hakuata siku moja kwamba atakuja kumkiss Guinevere. Guinevere naye mwenyewe binafsi ashaongeaga mara kwa mara kwamba anampenda mtu huyo. Amemkiss, baada ya kumkiss akaona kabisa kwamba juisi ya bamia ni kukaa nayo muda mrefu bana. Amemkiss kwa muda mrefu kiasi cha kwamba baada ya kuweza kumaliza, Arthur amesindikizwa katika safari yake kwamba aende kushinda. Guinevere, Arthur, macho ndo alikuwa basi amewatoka kinoma noma. Guinevere baada ya kuacha pale, maskini ya Mungu akawa analiwaza namna ambavyo Arthur alivyofanya katika siku ya leo. Na kisha kwa upande wa nje huku hivi Arthur alivyokuwa basi anatembea na Merlin katika nyakati hizo, naye basi kuna mtu alikuwa anawafuatilia kwa nyuma. Mtu huyu alikuwa si mtu mwingine, alikuwa ni Myron. Myron kipindi ambacho basi anamfuatilia Arthur, aligundua kwamba mtu anaenda kupambana na Arthur katika ile pambano la mwisho kabisa ambalo ni final, alikuwa ni mfanyakazi wa Camelot anaitwa Sir Ananon. Sasa katika nyakati hizo alienda katika lile tenti la kwake Arthur, akachungulia na kisha akaona kabisa kwamba kuna watu watatu, yani Sir William, Arthur pamoja na Merlin. Pale Arthur akapewa helmet ya wana katika ile pambano, naye pia akamfuata yule Sir Alanon akamuua kwenye tenti lake ili tu yeye mwenyewe binafsi aweze kuzipata zile nguo zake. Arthur huku hajui maskini ya Mungu mwamba ameshavaa zile nguo za kwake Sir Alanon na akaandaa vitu ambavyo si vya kawaida. Kule ndani ameshamuua kabisa yule mtu, lakini inaaminika kabisa kwamba mtu huyu alitumwa kwa ajili ya kwenda kumuua. Sasa hii ina maana kwamba huyu mwamba lazima katika siku ya leo amuue Arthur. Katika pambano hili la mwisho kabisa, Guinevere ndo anajua, Merlin anajua kwamba Arthur anapambana. Lakini pia huyu mwamba sasa ambaye anaitwa Myron alikuwa amejipanga na amejizatiti kinoma noma. Pambano likaanza. Pambano kipindi ambacho basi lilivyokuwa limeanza, wakaanza basi kuonyeshana namna ambavyo wanaume basi wanavyopigana. Nyakati hizo huyu mwamba katika ile silaha yake kuna kisu bana. Kabonyeza tu mahali tap, na hapo kile kisu kikaanza kujionyesha mbele ya ule mkuki wake. Maskini ya Mungu Arthur alipigwa kisu kimoja, akajisikia kabisa kama vile mwili umeanza kutetemeka, nguvu zikamwishia. Watu wote wanashangaa namna gani bwana, mtu aliyekuwa anaaminika kuanzia pambano la mwanzo mpaka la mwisho leo hii anaenda down. Merlin baada ya kuweza kutazama lile jambo, yeye mwenyewe binafsi akaanza kuogopa. Kipindi ambacho Myron alivyokuwa basi anapita mbele yake, ndipo basi alivyokuja basi kuona kwamba katika mkuki wake Myron, katika kile kichwa kabisa kuna silaha. Kwa hiyo akao basi amejizatizi sana. Sasa huko Arthur hali yake ni mbaya, damu zinamtoka. Guinevere anajaribu kuweza kuonyesha namna ambavyo mwenyewe binafsi anaweza kupunguza ile pressure ya damu kuendelea basi kujitokeza katika mwili wake Arthur. Arthur anaambia kwamba Guinevere anapaswa anaweza kupambana tena. Sir William, nenda nje katoe basi taarifa kwamba unaingia katika pambano tena. Arthur akavaa helmet baada ya ule mchakato. Merlin naye akaenda katika chumba cha kwake Sir Alanon, akaona kwamba kuna mtu amekufa pale ndani, akagundua kwamba ili pambano ni pambano dhidi ya muuaji aliyetumwa na yule Odin na kwake Arthur. Sasa kipindi ambacho basi Merlin basi alipokuwa anakimbia, Guinevere anaulizwa kwamba Arthur yuko wapi? Basi Guinevere anamwambia kwamba Arthur ndo ameingia katika pambano kwa hivi sasa. Kwa hiyo anaenda kufa tena. Nguvu zimemwishia mzee. Mzee tayari ameshaanza kujiandaa kwamba kwa hivi sasa naenda kumuua, nafasi ya mwisho kabisa. Kipindi ambacho basi walivyokuwa basi wanazidi basi kukimbizana huku na kule, Merlin naye yupo katikati ya watu wanajaribu kuweza basi kumshtua Arthur kwamba awe makini sana. Nyakati hizo akaona kabisa Arthur anaenda kufa sasa hivi, nguvu zimemwishia. Kwa hiyo Merlin alipoona kabisa kwamba huyu mtu anaitwa Myron ameshachomoa kile kifaa chake, kile kisu kabisa, akanena tu maneno kwa lugha Combine 38. Oya, sio poa mzee, kamba zikaanza kujikata huko. Mwamba alipigwa pigo moja. Yani hata yeye mwenyewe binafsi hakuwa ametegemea kwamba Arthur atampiga pigo hili. Alienda chini na kisha hiyo ndio ikawa siku yake ya mwisho kabisa. Watu wewe, hata mfalme mwenyewe binafsi Gazi naye alishangaa kinoma noma. Asa Merlin akaenda kumwahi Arthur haraka kwa sababu anajua kabisa kwamba Arthur hali yake si nzuri hata kidogo. Na kisha akafika katika kile chumba. Na nyakati hizi huwezi kuamini Arthur baada ya kugundua kwamba anapaswa kuwa binadamu tena mwenye moyo kwa subira. Baada ya kuambiwa na Guinevere katika kile chumba kwamba yeye ni mmoja kati ya mtu ambaye ni mkorofi na mtundu, basi katika siku ya leo alifanya jambo ambalo si la kawaida. Akaruhusu kwamba Sir William akapokee kelele zote hizo ambazo basi mashabiki watakuwa basi wanamsifu yeye. Kuanzia mwanzo alifahamu kwamba ni yeye mpaka mwisho anapaswa basi aweze kujua kwamba ni yeye. Kwa hiyo hata ushujaa anapaswa aweze kupewa yeye.
Sasa Arthur aliruhusu jambo hili kwamba maisha ya mtu huyu yaweze kubadilika kabisa na pia aweze kujipatia angalau riziki kwa sababu ni mkulima tu huyu mwamba. Kisha basi hata naye Guinevere alifurahia katika lile jambo. Sasa William alitoka nje akaanza kuonyesha watu namna ambavyo alivyokuwa mwamba mzee. Ananyosha mkuki juu. Hey! Okay, na Merlin huko anacheka tu. Arthur anacheka tu. Akageuka nyuma, anajua kabisa watu wanajua kabisa sio mimi. Watu wanajua kwamba sio mimi, ni watu watatu. Kwa hiyo ni siri yao tu. Bwana wewe Sir William, wezi amini. Bana Arthur alifanya jambo ambalo la kipekee sana. Sasa guys, naoje basi kugundua kwamba yule mtu alikuwa sio mtu wa Camelot ambaye basi anaitwa Myron. Kwa hiyo hata akamuuliza Merlin, huyu mtu nani? Merlin anasema basi bwana guys akawa ameshagundua lile jambo na kisha akaamua basi kulificha. Lakini pia Arthur akaja kuongea uongo kwa kimfalme na kumwambia kwamba huko porini hali ilikuwa ni mbaya sana kwa sababu amepigana na wanyama wakali mpaka kwa hivi sasa hali yake si nzuri. Lakini pia anasema kwamba katika safari hii amejifunza mambo mengi. Mfalme yeye anasema okay, kama umejifunza mambo mengi hamna shida, lakini ukweli wa mambo ni kwamba mambo aliyojifunza ni kupitia kwake Guinevere. Guinevere anampiga jicho tu hivi. Yaani ni kama vile tayari wameshaanza kupendana hao watu. Bwana, mimi nafikiri kwamba sitakuwa na lazima kwa mdau, rusha comment yako hapo chini uniambie umeonaje kazi hii. Lakini pia tuendelea na episode ya 16. Bye bye for now. Naam.